na yeye ni mwizi, anakaa Kiambu, na watu ya Kiambu wamekubali kukaa na mwizi, kwa sababu hapo Kiambu ni karibu na Kamete. Tukichukua serikali, anatoka Kiambu anaingia Kamete, anaenda kufungwa, si ndio? Mimi naambia Aden Duale, wewe umeiba pesa ya kutosha ya SHA katika Ministry of Health. Wewe ulipokuwa Minister wa Defense, uliingia hapo kuiba pesa ya chakula, ukaiba pesa ya bunduki, ukaiba pesa ya vifaru. Majenerali wakakataa, wakaanza kupiga kelele. Majenerali wakuja wakaniona nikiwa Deputy President, wakanituma kwa Ruto, wakaniambia hawezi kaa na wewe kama waziri ya defense kwa sababu wewe ni mwizi na umeingilia biashara ya sukari, ya mchele, ya mkate, ya nyama, ya bunduki, ya guruneti, ya vifaru. Majenerali wakasema hawezi kaa na wewe. Siku Ruto ametishwa na Gen Z, amefuja mabaraza la mawaziri, ameteua mawaziri wapya, amemrudisha Duale kama Minister wa Defense. Pale katika military wakaleta shida. Majenerali wakanitafuta, wakaniambia mwambie Ruto hatutaki huyu Duale, na asipomtoa sisi kama majeshi hatuwezi kubali. Kukakuwa na shida kubwa. Nikaenda nikaambia Kasongo, hapa kwa jeshi, if you are not careful there will be mutiny, kwa sababu huyu Duale ni mwizi, amekoroga jeshi, ameingilia biashara ya kila kitu, na wanajeshi ni wangwana, is a very professional outfit. Hawajaona waziri mufisadi kama Aden Duale, na majenerali wamenituma wanakuogopa. Nikuambie Ruto, usipotoa Duale utakuwa shida katika military. Ndio Kasongo aliweka watu ya military intelligence, wakamletea intelligence report, ikasema wanajeshi wamekataa Duale kwa sababu ni mfisadi. Ndio Kasongo, kwa sababu ni mtu yake, with a lot of pain, because alikuwa naiba wanakula pamoja, akamtoa Duale kama Minister wa Defense, akampeleka wizara ya mazingira. Wewe Duale ulifukuzwa na majeshi. Mimi nakwambia wagonjwa wa Kenya, walimu, kila mtu tutafukuza wewe katika hiyo Ministry ya Health kwa sababu ya ufisadi. Aende asiende? Aende asiende? Tumekubaliana. Huyu Kasongo pale mlimani nimemkasia, analia kama panya imeshikwa na mtego. Simuliona naye hapa pale Olokalau. Alikuwa amekuja kwa boma ya mzee na kiherehere, akaambiwa na watu ya Nyandarua, hii boma iko na mwenyewe, hii ni boma ya Rigiji, kuja pole pole, kuja na heshima na hapana leta kiherehere, si ndio? Nikamsomea dakika 30. Mliona? Mliona? Alafu sasa mimi yuko nimefunga, mimi sina time ya kwenda mlimani. Niko kijana Mau nimeweka huko anaitwa Medho, kiboko ya Kasongo, ndio nimemwacha hapo, anapambana na hiyo watu. Mnajua John Medho? Mnajua John Medho? Kijana ya Nyandarua, kijana ya Mau. Mngetaka kumuona? Wewe kijana ya Mau.